Unajua kwamba kitu rahisi kama kutembea dakika 30 kila siku kinaweza kuwa na faida kubwa kwa afya yako. Huhitaji gym kubwa, huhitaji vifaa vya gharama kubwa, na si lazima ukimbie. Unachohitaji ni kutembea. Lakini swali ni hili: nini hasa hutokea mwilini unapofanya hivi kila siku? Je, unaweza kusaidia kupunguza uzito? Moyo wako unaweza kunufaika? Au sukari kwenye damu inaweza kuathirika? Na je, kutembea kunaweza kusaidia akili yako na usingizi? Leo tunakwenda kuangalia mabadiliko 10 yanayoweza kutokea unapofanya matembezi ya dakika 30 kuwa sehemu ya maisha yako. Namba 1, moyo wako unaweza kupata faida. Unapotembea kwa kasi inayokufanya upumue zaidi, lakini bado unaweza kuzungumza, moyo wako unafanya kazi zaidi kuliko unapokuwa umekaa. Kutembea mara kwa mara kunaweza kusaidia kuboresha afya ya moyo na mishipa ya damu, hasa ikiwa unafanya kwa uthabiti pamoja na mtindo mzuri wa maisha. Kwa hiyo, dakika 30 za kutembea sio tu kuhusu miguu, ni pia kuhusu kuupa moyo wako nafasi ya kufanya kazi vizuri. Namba 2, unaweza kusaidia kudhibiti uzito. Hapa ndipo watu wengi hupenda kusikia. Unapotembea mwili hutumia nishati. Ukiunganisha matembezi ya mara kwa mara na mlo wenye uwiano, unaweza kusaidia kudhibiti uzito wa mwili. Lakini kuna jambo muhimu unalopaswa kulifahamu. Kutembea dakika 30 hakumaanishi moja kwa moja kwamba utapunguza uzito. Uzito huasiliwa na mambo mengi, ikiwemo chakula unachokula, kiasi cha shughuli zinazokuwa kwa siku nzima, usingizi na hali ya mwili. Kwa hiyo usitembee dakika 30 alafu badala yake ule kupita kiasi ukitarajia uzito ushuke. Namba 3, sukari kwenye damu inaweza kunufaika. Kutembea ni aina ya shughuli za mwili zinazoweza kusaidia mwili kutumia glucose kwa ufanisi zaidi. Hii ni muhimu hasa kwa watu wanaojitahidi kudhibiti sukari kwenye damu. Kwa baadhi ya watu, kutembea baada ya kula kunaweza pia kusaidia mwili kutumia glucose. Lakini kama una kisukari au unatumia dawa au insulini, usibadilishe dawa zako kwa sababu tu umeanza kutembea. Ufuatiliaji wa sukari na ushauri wa mtaalamu wa afya bado ni muhimu. Misuli ya miguu na mwili huwa inafanya kazi. Unapotembea, si miguu pekee inayohusika. Misuli mbalimbali ya mwili hushiriki katika kukuweka katika mwendo na kudumisha mkao. Ukitembea mara kwa mara, unaweza kusaidia kudumisha mguu au nguvu, uwezo wa kusogea na utendaji wa mwili. Na kama kwa muda mrefu umekuwa mtu kukaa mara nyingi, dakika 30 za kutembea zinaweza kuwa mwanzo mzuri wa kuongeza harakati katika maisha yako. Namba 5, unaweza kujisikia mwenye nguvu zaidi. Inaweza kuonekana kama kutembea kunatumia nguvu tu, lakini kwa watu wengi shughuli za mwili za mara kwa mara zinaweza kusaidia kuboresha hali ya mwili, kupunguza hisia za uchovu unaohusishwa na maisha ya kukaa sana. Kadri mwili unavyozoea shughuli, unaweza kugundua kwamba shughuli ambazo zamani zilionekana ngumu zinaanza kuwa rahisi. Namba 6, akili yako inaweza kunufaika. Hii ni sehemu ambayo watu wengi huipuuza. Kutembea sio mazoezi ya mwili pekee. Shughuli za mwili zinaweza kuwa na faida kwa afya ya akili na hali ya hisia. Watu wengine huona kutembea kunawasaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufikiria vizuri zaidi na kujisikia vizuri. Ndiyo maana unaweza kujaribu. Unapohisi mawazo yamekuwa mengi, toka nje na tembea kwa muda. Si tiba ya kila tatizo, lakini inaweza kuwa sehemu nzuri ya maisha yenye afya. Namba 7, usingizi wako unaweza kuimarika. Je, unapata shida kupata usingizi? Kutembea na kufanya shughuli za mwili mara kwa mara kunaweza kusaidia kuboresha usingizi kwa baadhi ya watu. Lakini usisahau mambo mengine muhimu. Epuka kutumia simu muda mrefu sana kabla ya kulala. Kuwa na muda maalum wa kulala. Epuka kafeini karibu na muda wa kulala ikiwa inakusumbua. Fanya mazoezi kwa wakati unaofaa. Kwa hiyo,
Kutembea ni sehemu moja ya picha nzima. Namba 8, mwili unaweza kuwa na uwezo bora wa kufanya shughuli. Mwanzoni unaweza kutembea dakika 10 na kuhisi umechoka, lakini ukiendelea hatua kwa hatua, mwili unaweza kuzoea. Baada ya muda unaweza kugundua kwamba ngazi ambazo zilikuwa zinakushia sana, kutembea umbali mrefu au kufanya shughuli za kawaida kunaanza kuwa rahisi. Hii ndiyo faida ya kuwa na utaratibu. Si lazima uanze kufanya mengi. Anza kile unachoweza kufanya, kisha ongeza taratibu. Namba 9, inaweza kusaidia kupunguza maisha kukaa muda mrefu. Kama kazi yako inakulazimu kukaa muda mrefu, kutembea kunaweza kuwa njia rahisi ya kuongeza ufanisi katika siku yako. Badala ya kukaa masaa mengi bila kusogea, tembea kidogo wakati wa mapumziko, tumia ngazi inapowezekana, tembea unapopiga simu, fanya matembezi ya dakika 30 wakati unaofaa. Mwili wa binadamu umeumbwa kusogea. Na kitu muhimu zaidi ni mwendelezo, yani consistency. Usifikirie kwamba siku moja ya kutembea itabadilisha mwili wako. Kinachoweza kuleta tofauti kubwa ni kuifanya iwe tabia. Dakika 30 leo, dakika 30 kesho, 30 siku inayofuata. Hatua kwa hatua unajenga tabia ya kuwa na shughuli za mwili. Na kumbuka, si lazima kila mtu aanze dakika 30. Kama hujazoea mazoezi, unaweza kuanza kwa muda mfupi na kuongeza taratibu kulingana na uwezo wako. Lakini kuna watu wanapaswa kuwa makini. Kama una maumivu makali ya kifua, kupumua kwa shida isivyo kawaida, kizunguzungu kikali, kuzimia au dalili nyingine zinazotia wasiwasi wakati wa mazoezi, acha shughuli na tafuta ushauri wa kitabibu. Na kama una magonjwa sugu, jeraha au hali nyingine inayokuzuia kufanya mazoezi, ni vizuri kuzungumza na mtaalamu wa afya kuhusu kiwango salama cha shughuli yako. Kwa hiyo, ukiulizwa, je, dakika 30 za kutembea kila siku zinaweza kufanya tofauti? Jibu ni ndiyo, zinaweza kuwa sehemu muhimu ya maisha yenye afya, hasa unapozifanya kwa uthabiti na kuziunganisha na lishe bora, usingizi wa kutosha na tabia nyingine nzuri. Huhitaji kuanza kukimbia kilomita 10. Anza kwa kutembea. Anza dakika chache, ongeza taratibu. Na muhimu zaidi, usikate tamaa, kwa sababu wakati mwingine mabadiliko makubwa ya afya huanza na hatua ndogo. Naamini umejifunza kitu kipya kwenye video hii. Bonyeza alama ya like, subscribe kwenye chaneli yetu ya Afya Yetu Hub TV na mshirikishe umpendaye video hii, mtu ambaye unajua anakaa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Tuambie kwenye sehemu ya maoni, wewe kwa siku unatembea kwa dakika ngapi? 10, 20, 30 au dakika 0?